Thamani yako ndani ya ndoa haishushwi na mkeo wala haishushwi na mumeo. Thamani yako ndani ya ndoa inashushwa na tabia zako ambazo unakuwa unazionyesha kwa mwenzi wako kila siku. Karibu sana katika siku ya leo, tumekuandalia mambo matano ambayo yanaongeza thamani yako ndani ya ndoa. Mambo matano ambayo yanaongeza thamani yako ndani ya ndoa. Katika siku ya leo tumekuletea hili somo tukiwa na maana nzuri tu ya kuongeza na kutengeneza misingi ambayo inakuwa inakujengea wewe kukuza thamani yako kila siku ndani ya ndoa yako. Unakuwa mpya, unaji-upgrade, maana yake kila siku unakuwa bora kuliko jana. Sasa tunapaswa kuona mambo matano ambayo pia hayo ukiyaishi yanapaswa kukusaidia wewe kuongeza thamani yako ndani ya ndoa. Jambo nambari moja ambalo lina uwezo wa kukusaidia wewe kuongeza thamani yako ndani ya ndoa ni mawasiliano yenye heshima. Napozungumzia mawasiliano yenye heshima, ni lugha zile sahihi ambazo unakuwa unazitumia kwa mwenzi wako, iwe kwa mkeo au iwe kwa mumeo. Ukiwa una hasira au akiwa ana hasira, ukiwa una furaha au akiwa ana furaha. Sasa hivi vipindi vyote unatakiwa kulinda lugha ambayo unakuwa unaitumia. Kipindi una hasira, jaribu kucontrol namna ambavyo unaweza ukazungumza na mwenzi wako, kwa sababu unaweza ukawa una hasira ukazungumza lugha ambazo zikasababisha mawasiliano yako yakakosa nidhamu. Sasa mawasiliano yanapokosa nidhamu na kuzungumza lugha ambazo sio nzuri, moja kwa moja ukae ukijua kwamba kupitia mawasiliano uliyoyafanya yana uwezo wa kupunguza thamani yako. Lakini ukijihendo na kuendelea kutumia lugha nzuri, kama heshima, ukaepuka matusi, ukaepuka kumzungumzia lugha za dharau, kwa chochote kile kupitia mawasiliano, basi ukae ukijua kwamba atakuheshimu, atakuthamini na atakuona ni mtu mwenye thamani sana katika maisha yako ya kila siku. Sasa mawasiliano ni kitu pekee ambacho kinatakiwa kuchungwa sana mnapokuwa kwenye ndoa, kwa sababu mawasiliano ni kiashiria cha wewe kuzungumza yaliyokujaza ndani ya moyo wako. Mawasiliano yenye nidhamu ni kitu ambacho unatakiwa ukibebe unapozungumza na mwenzi wako, ili uweze kuongeza thamani yako kila kunapokucha ndani ya ndoa yako. Lakini nambari mbili, kuweka nidhamu ya kiuchumi kwenye maisha yenu ya ndoa. Nidhamu ya kiuchumi kwenye maisha ya ndoa ni moja ya kitu ambacho kinaweza kukusaidia sana wewe kuongeza thamani ndani ya ndoa. Unapoheshimu mali za familia, unapokuwa na matumizi ya wazi ndani ya familia, unapokuwa na matumizi sahihi ndani ya familia, hii nidhamu ya kiuchumi itakusaidia wewe kuongeza thamani, kwa sababu hakuna mtu atakayekuwa na mashaka na wewe. Hakuna mtu atakayekuwa na mashaka na wewe dhidi ya mali ya familia. Kwa hiyo unapojitengenezea nidhamu ya kiuchumi, maana yake una upgrade thamani yako ndani ya familia. Una upgrade thamani yako kwa mkeo, lakini pia kwa mumeo. Lakini utakapokuwa umeshindwa kumanage nidhamu ya kiuchumi, utakapokuwa unafuja mali ya familia, ukijua hakuna mtu ambaye anaweza akakuthamini ndani ya familia. Lakini ukiwa una nidhamu ya uchumi wa familia, inakusaidia wewe uendelee kuwa na thamani siku kwa siku ndani ya familia. Lakini nambari tatu, kuongeza maarifa ya ndoa kila siku. Katika maisha yako, ili thamani yako iendelee kuongezeka kila siku kwenye maisha, unatakiwa uwe unajipatia maarifa ya ndoa. Tena yale maarifa ambayo yanakupa hofu ya Mungu, maarifa yale ambayo hayakufanyi wewe uwe bora kuliko mwenzio, isipokuwa yanayoleta ubora wa kwenu wote kwa pamoja na kuwakumbusha mambo sahihi ambayo mnapaswa kuyaishi katika ndoa yenu. Kwa hiyo maarifa ya ndoa yatakusaidia wewe kuwa mpya kila siku. Kwa hiyo jitengenezee tabia ya kutafuta maarifa ya ndoa. Utagundua kwamba hichi ni kitu ambacho ni njia sahihi zaidi ya kukufanya wewe uweze kuwa mpya na kuongeza thamani yako, kwani kupitia maarifa ya ndoa utawajibika kwa sehemu yako. Utatumia lugha nzuri, utatumia njia sahihi kusolve matatizo, utatumia njia sahihi kuweza kumweleza mwenzi wako udhaifu au ubora ulionao. Hivyo kuongeza maarifa ya ndoa kila mara kwenye maisha yako kuna kusaidia wewe kuwa bora siku zote na kuongeza thamani yako ndani ya ndoa. Lakini jambo lingine ambalo lina uwezo kuongezea thamani, ambalo ni la nne, ni kutambua na kuheshimu mipaka ya mwenzi wako. Unapotambua mipaka ya mwenzi wako, inakusaidia sana wewe
kuwa unafahamu nyakati zipi za kuzungumza na nyakati zipi haupaswi kuzungumza, nyakati zipi unatakiwa useme nini na nyakati zipi unatakiwa useme nini, kwa sababu kuna wakati mwingine kuna vitu haupaswi kuviongea na kuna wakati mwingine unapaswa kuviongea. Mwenzi wako unapokuwa umemsoma, unakuwa unaheshimu mipaka yake kama mme, lakini pia unakuwa unaheshimu mipaka yake kama mke. Unapokuwa unaheshimu mipaka yake, maana yake hautatafuta kitu kingine ambacho kitakuja kufidia nafasi yake. Maana yake atabaki kuwa mume na hakuna mtu anayekuja kukaa kwenye nafasi ya mume, lakini pia atabaki kuwa mke na hakuna mtu mwingine atakayekuja kukaa kufidia ile nafasi. Unapoheshimu mipaka ya mkeo, utaweza kujitenga na tabia ambazo zitakupelekea wewe kuweza kuondoa utu wa mkeo au utu wa mumeo katika ndoa yenu. Hichi ni kitu ambacho kitakusaidia pia kuongeza thamani yako ndani ya ndoa. Lakini tabia ya tano na ya mwisho ambayo pia ina uwezo wa kuongeza thamani yako ndani ya ndoa ni kutoa msaada wa kihisia bila kulazimishwa. Ninapozungumzia kutoa msaada wa kihisia bila kulazimisha, ni kuwajibika kwenye nafasi yako ya ndoa kama mke, lakini pia kuwajibika kwenye nafasi yako ya ndoa kama mume. Unapowajibika vizuri kwa kutoa msaada wa kihisia, unamsaidia mwenzi wako kuwa timamu kihisia, lakini pia kushusha mzigo wa kihisia ambao pia anakuwa ameubeba kama mke. Lakini ukishindwa kukaa kwenye nafasi ya kutoa msaada wa kihisia bila kulazimishwa, manake moja kwa moja utapelekea wewe mwenzi wako kutafuta mbadala wako ambaye atakuja kusaidia kutatua msaada wa kihisia, kwa sababu wewe utakuwa umeshindwa kufanyaje, utakuwa umeshindwa kutatua lile tatizo. Kwa hiyo ni vizuri ikiwa wewe kama mme, ni vizuri ukiwa kama wewe mke, basi ni vizuri ukawa unatoa msaada wa kihisia bila kulazimishwa, kwani ukifanya hilo tendo kwa ni hiari, ukifanya hilo tendo kama huduma ndani ya familia, unasababisha wewe kuendelea kupanda thamani, kwani hakuna mtu atakayeweza kuleta matirio mapya ndani ya familia. Hizi ni tabia tano na ni mambo matano ambayo ukiyaishi perpendicularly yana uwezo wa kukusaidia wewe kuongeza thamani yako kila siku katika maisha yako ya ndoa. Unadhani tabia ipi ambayo wewe unaishi na inakuongezea thamani zaidi kwenye maisha yako ya ndoa? Na unadhani tabia ipi ambayo wewe uliipuuza na ikapelekea wewe kushusha thamani yako ndani ya ndoa? Ni vizuri sana kuzibeba hizi tabia, zitakusaidia wewe kuweza kutengeneza nidhamu na kupandisha thamani yako kwa mwenzi wako, na kesho na kesho kutwa ndoa yako inakuwa yenye baraka, furaha na amani. Karibu sana, ukumbuke kwamba ndoa inatengenezwa na wewe na ndoa inaharibiwa na wewe, lakini pia hizi zote zina uwezo wa kuharibiwa au kutengenezwa kwa sababu ya tabia ambazo unaziishi kila siku. Hii hapa ni The Gold Voice na mimi ni master trainer wako Tiba Jacobo. Usisahau kusubscribe kama hujasubscribe, lakini pia like kama umependa somo, lakini pia comment vile ambavyo kitu gani umejifunza na kitu gani ambacho unadhani tukikiweka hapo kina uwezo kuongeza thamani yako ndani ya ndoa na thamani ya watu wengine ndani ya ndoa zao. Pia usisahau kushare somo hili na mtu mwingine ambaye ana uwezo wa kujifunza na kuongeza thamani yake kwenye ndoa.